Msimu wa kilimo 26-27 umebadilika kidogo, lakini bei ya tumbaku imeshuka, bei ya pembejeo ipo juu. Hata hivi ninavyozungumza, masoko yanayoendelea wakulima wanalalamikia hilo, na bei ya wastani imekuwa ni $1.95, lakini ukienda hali halisi kwenye masoko tunatembelea wastani na $1.5 hadi $1.6, ambapo kiuhalisia tunakuwa chini ya gharama zile za mkulima, ambapo tunaona kabisa kwa msimu wa kilimo 26-27 tunaona kabisa inawezekana tusiwe na fedha, na sehemu kubwa hata wakulima baadhi wakashindwa kulipa hata madeni ya benki, kwa sababu gharama za uendeshaji, kwa maana gharama za kilimo zipo juu, lakini gharama ya bei ya tumbaku ipo chini. Asali kubwa ambayo tunaiona kwanza, kama nilivyosema, masoko yanayoendelea, wastani wa soko ambao unafanyika, tunauza tumbaku chini ya wastani wa gharama za mkulima zile za uendeshaji, ukiacha ile bei ya wastani, kwa maana $1.95. Sasa madhara ambayo yanaweza katokea ni kwamba hivi vyama kushindwa kulipa madeni kwenye mabenki, kwa sababu kilimo cha tumbaku tunategemea mikopo kutoka mabenki. Kwa hiyo tunaweza tukashindwa kulipa mikopo kwenye mabenki, na madhara makubwa, vyama vikateteleka, ikiwa ni pamoja na kupotea kabisa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuiomba serikali, kama kuna uwezekano, angalau hata bei ya pembejeo ifanyiwe mapitio upya kulingana na masoko ambayo yanaendelea na mdororo wa soko la dunia la tumbaku. Kwa kweli ambayo kwa upande wa mkoa wa Mbeya, ambayo kidogo bei zimeyumba, na moja kati ya zao ambalo kwa kweli lina changamoto ni zao la chai. Zao la chai kwa kweli limekuwa sasa hivi ni kero kwa wakulima. Nimefikia hatua wakulima mpaka wamekata tamaa. Na sababu kubwa ni kwamba bei ambayo mkulima anapata haimsaidii katika kumkwamua. Kwa mfano mwaka jana bei ambayo wakulima walikuwa wamelipwa ni shilingi 366 kwa kilo. Hasa bei ya shilingi 366 kwa kilo kwa kweli haiwezi kumsaidia mkulima. Na sababu kubwa ni kwamba vile viwanda ambavyo vilikuwa vinachakata ile chai vilifungwa. Tulikuwa na viwanda viwili, kiwanda kimoja cha Mohamed Enterprises, lakini kiwanda kingine kiko pale Katumba vilikuwa vimefungwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wakulima walishindwa kupeleka chai yao, na kwa kiasi kikubwa ilileta taharuki. Lakini kuna jitihada mbalimbali ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha kwamba sasa wakulima wanafanya nini, wanahamasishwa kurudi katika kilimo cha chai. Lakini kiwezekana vile viwanda vikifunguliwa sasa, ile chai ambao wakulima wanakuwa wameilima, unaona, waweze kupeleka kiwandani ili iweze kufanya nini, iweze kuchakatwa na iuzwe chai ambayo itakuwa na bei ambayo kwa kiasi kikubwa itamsaidia mkulima kukidhi ile gharama zake za uzalishaji, lakini mwenyewe kuweza kupata faida. Lakini sambamba na hilo la kufungua, lakini vile jitihada ambazo zinafanyika zingine kuhakikisha kwamba wakulima wanapata pembejeo. Zao la chai linahitaji pembejeo ili liweze kupata kiwango kikubwa sana cha chai. Vyote ni kati ya jitihada ambazo serikali inafanya, na tunaamini kabisa kwa jitihada ambazo zinafanywa na serikali, kwa maana Wizara ya Kilimo kupitia bodi ya chai, ofisi ya mrajisi wa vyama vya ushirika, pamoja na halmashauri za wilaya, pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa, tunaamini kabisa tutafikia lengo lile ambalo tunakusudia la kuwasaidia wakulima wetu. Ni wakati sasa wa kubadilisha mitazamo yetu. Vyama vya ushirika havipaswi kujikita katika kukusanya na kuuza mazao ghafi, bali vinapaswa kuwa chachu ya maendeleo kwa kuanzisha viwanda vya kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa na wanachama wa vyama vya ushirika. Viwanda hivyo vitasaidia kutoa ajira, kupanua soko la mazao ya wakulima na kuongeza ushindani wa mazao yenu ndani na nje ya nchi, na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza mapato kwa wakulima. Ushirika oye! Nitoe rai kwa Katibu Tawala wa Mkoa wa Mbeya, Tume ya Maendeleo ya Ushirika, wakurugenzi wa halmashauri zote na maafisa ushirika kuhakikisha inaendelea kusimamia kwa ukaribu vyama vya ushirika katika mkoa wetu wa Mbeya ili kuhakikisha vinafanya vyema na kutoa huduma bora kwa wanachama wake. Na kiuhalisia kabisa kwamba iwapo vyama vya ushirika vitachakata mazao na kuuza bidhaa, hii kwanza inahakikisha soko la uhakika, lakini pili itawapa manufaa wakulima mmoja. Mfano tu mzuri kwenye zao la mpunga. Zao la mpunga ukiangalia unakuta kwamba
kuuza mpunga ghafi ambao ni kwa kilo moja ni shilingi 800, lakini ukiuza mchele ambao umekuwa tayari processed unauza kwa shilingi 1800 mpaka shilingi 2000. Kwa hiyo hii inamuongezea manufaa mkulima, lakini vile vile kwenye vyama vya ushirika inaongezea mapato kwenye vyama. Sasa hivi vyama vinaweza kukusanya mazao na kuuza bila kuchakata. Mfano wenzetu wa mahindi, wakiuza mahindi peke yao wanakuta kwamba kwa gunia moja wanaweza kulipa 55, lakini iwapo watachakata na kuuza unga unakuta kilo moja sasa hivi inaenda kwa shilingi 900 mpaka shilingi 1100. Kwa hiyo hili kutoka kwa shilingi 450 ya mahindi mpaka shilingi 1000, ndio kwamba ni kuna faida kubwa ambayo chama kitapata, wanachama watapata, lakini pia soko la faida litapatikana. Vile vile pia kwenye kuuza mazao kimataifa, ndio kwamba wao pia nchi za wenzetu hawanunui bidhaa, hawanunui malighafi, wananunua bidhaa ambayo tayari imekuwa processed. Mfano hawanunui mpunga wala hawanunui mpunga, ila wananunua mchele. Sasa hii inaweza kutupa chachu ya uzalishaji, pia kutupa soko la uhakika zaidi.